Nizungumze kidogo tu kwa sababu sitaki nifafanue item by item, kwa sababu sisi hatukuipeleka Chadema mahakamani kwenda kuihukumu katika misingi ya kuiua Chadema. Heche amekwenda kwenye haya niliongelea juzi kwamba anazungumza uzushi, hayo mambo alikuwemo yeye kwenye chama, mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu mzima anakebarakashia, sijui ana hichi, ni bora tu tumfungie na nguruwe na ndizi ya kazie. Hasa nikamwambia tuheshimiane tu kwenye dini. Mtakumbuka waheshimiwa waandishi wa habari, ni juzi tu tulikutana ili kutoa ufafanuzi wa muendelezo wa kesi ambayo au wadai ambalo tumelipeleka kama viongozi wastaafu au kiongozi mstaafu wa Chadema kule Zanzibar kuhusiana na mgawanyo wa rasilimali na madai mengine kama lilivyoshauri mahakamani. Na nikasema nizungumze kidogo tu kwa sababu sitaki nifafanue item by item, kwa sababu sisi hatukuipeleka Chadema mahakamani kwenda kuihukumu katika misingi ya kuiua Chadema, lakini katika misingi ya kuijenga na kuimarisha Chadema, tuwe na Chadema ambayo itatenda haki katika pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano. Na nikajitambulisha kwenu, mimi ni makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema kwa upande wa Zanzibar. Katiba ya chama imekuwa haiheshimiwi na hasa viongozi waliopo madarakani sasa hivi. Na nitazungumza kwa nini, hoja ambayo inatembea sana kwamba kwa nini alikuwepo madarakani miaka kadhaa hajazungumza hili, anazungumza sasa kwa sababu ameshindwa uongozi, ameshindwa kwenye uchaguzi, anakuja kuzungumza. No. Nimeyazungumza haya ndani ya vikao. Mimi mwaka 2020 niligombea kuwa mgombea wa urais Zanzibar. Baraza kuu la chama, mkutano mkuu wa chama ukanipitisha kuwa mgombea wa urais. Mheshimiwa Lissu aligombea naye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mkutano mkuu wa chama ukampitisha kuwa mgombea wa rais. Tena ulimpitisha kwa kura, mimi ni bora nimepita kwa kura nyingi kwa sababu mimi nilikuwa na mgombea peke yangu. Yeye aligombea na Mheshimiwa Nyarandu. Leo Mheshimiwa Lissu bila kujali, bila kuheshimu katiba ya chama, vikao vikubwa vya chama, amekuja jukwani Zanzibar akatangaza kuniondoa kwa mgombea urais, mkutano ambao tumeufanya sisi Zanzibar. Lakini Mheshimiwa Heche amesema kwamba haya anayozungumza Saidisa alikuwemo ndani ya chama kwa miaka kadhaa, mbona hakuyadai kipindi hicho? Kwa hivyo nimekuja kuyatolea ufafanuzi nilipokuwa ndani ya chama, namna nilivyowapigania na kwa kiwango ambacho tulifanikiwa na kutokufanikiwa, lakini kwa nini baada ya chama nikayaongelea tena haya na hatimaye kwenda kwenye mahakama. Nimezungumza kwenye mazungumzo yangu. Tumeufanya sisi mkutano Kibanda Maiti, anakuja yeye kama mgombea wa urais na mgombea mwenza wake anakuja anazungumza kuniondoa mimi mgombea wa urais. Mamlaka haya anapata wapi kikatiba? Na tunaposema tunahitaji mahakama ilione hili na mambo mengine mbalimbali. Amefanya hilo jukwani. Tumerudi kwenye vikao halali vya chama, kamati kuu ya chama, wajumbe wakasimama juu ya mgogoro huu. Inakuwaje? Kama kawaida yao, kasimama Lissu, katoa hoja ambazo hazina mashiko, hazina msingi. Mimi nikatetea msimamo wangu na hizo hoja, na Zanzibar tukasimama. Mwisho wa siku Mnyika alitangaza hadharani tumfukuze, tumpokonye kadi. Hivi mnaona kuna kitu gani hapo kinachofanyika? Sasa unapoyazungumza haya, na ndio nikasema sitaki nizungumze, nina mengi. Mimi ni nilikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema zaidi ya miaka 15. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka hiyo ni maktaba. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka yote hiyo ni library.
wasinichomoe au wasituchomoe Wazanzibari. Tukazungumza, kuna mengi. Haya yote ninayozungumza, wengine wanadai shehe nzima mwezi wa Ramadhani unaongea vitu hivi, ni bora utafutiwe kitimoto na ndizi ukazie. Hebu tuheshimiane kwanza kwenye dini. Mimi nimezungumza ndani ya Ramadhani kwa sababu ninachokizungumza na kiamini mbele ya Mungu ni cha ukweli na ni cha haki. Na vita ya haki kwa sisi Waislamu, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wake. Said Issa akashindwa kwenye uchaguzi, mimi sijashindwa kwenye uchaguzi. Walipanga mikakati ya kunishinda mimi, lakini kunishinda kwenye uchaguzi. Tulikuwa wagombea watatu. Pemba tu walitoa wagombea wawili ili wazuie kura za Pemba. Ili tumshinde Said Issa, tuweke wagombea wawili kutoka Pemba. Volunteer watu wamekwenda Pemba kwa kifanya kampeni zao, wakaja na wagombea wawili kutoka Pemba kwenye kanda moja ya uchaguzi. Wakaeka mgombea mwingine Unguja. Nafikiria nyinyi waandishi wa habari mashuhuda, matokeo yalisomwa pale. Hawa wagombea, mmoja alipata 10%, mmoja wale wa Pemba, mmoja sio akapata 2%, wa Unguja akapata 20%, nikawa na asilimia zaidi ya 30, karibuni na 40. Kama katiba yetu nayo haihitaji reform, tungefanya reform ya katiba yetu kabla election, basi katika raundi hii ya kwanza na ningekuwa nimeshinda kwa makamo wa Chadema kwa mara nyingine tena. Lakini kinachotokea sasa hivi inaonekana kama kwamba kiongozi wetu amewekwa ndani ndio maana hatukushiriki uchaguzi kiongozi wetu. No, sio kweli. Ukweli tu useme, kulul haq walau kana murra. Sema ukweli japo kuwa ni mchungu. Sisi wenyewe Chadema tulijizuia kuingia kwenye uchaguzi. Na viongozi wengi wa chama tulikuwa tunafika pahali tunasema iwe na iwavo tushiriki uchaguzi kwa sababu ndio kipimo, na hata tutakapolalamikia tulalamikia, lakini kwa sababu kikundi fulani kinajitengeneza, kina power cha kufanya lolote kwenye chama, tukafikia hapa tulipofika. Hamadi, waraka umeandikwa na anayejiita katibu wa uenezi, afisa uenezi kutoka Zanzibar, kujibu Hamadi Yusuf. Heche amekwenda kwenye haya niliongelea juzi kwamba anazungumza uzushi. Hayo mambo alikuwemo yeye kwenye chama. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Muislamu nzima anakebarakashia, sijui ana hichi, ni bora tu tumfungie na nguruwe na ndizi akazie. Hata nikamwambia tuheshimiane tu kwenye dini. Heche ni mwenyekiti wangu wa vijana na muheshimu sana. Kwa hivyo tuheshimiane tu kwenye dini. Uislamu kula nguruwe ni haramu. Sasa yeye anavyosema nikale nguruwe ukazia Ramadhani sijui kwa sababu nazungumza uongo. Mimi namwambia nimeamua kuzungumza haya, na akasema kwa nini umekuja kuzungumza ndani ya Ramadhani, usizungumze hata nje? Mimi nimezungumza Ramadhani nikijua ni mwezi mtukufu, haupaswi kusema uongo, na sisemi uongo. Kama yeye haijui dini, ukisema uongo unaacha Ramadhani yako. Mimi nazungumza hapa sio cha uongo, sababu Ramadhani yangu moja ina umuhimu kuliko yote hayo ninayopigania. Sasa siwezi kuja kuharibu Ramadhani yangu kwa kuzungumza kitu cha uongo. Nazungumza kitu cha ukweli, na kama mtu anayefahamu dini ni mimi, dini ya Kiislamu, sio Heche.